Wapo watu waliomwacha Mungu wakiwa ndani, wakiwa wameokoka tayari, yaani wameongozwa sala ya toba, wakaishi na Kristo, lakini katika kuenenda katikati ya safari wamemwacha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna wa njia walizopita wakajikuta wameacha imani, wameidondosha chini. Hebu tusome katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4, inasema hivi. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Bwana asifiwe. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kuna mahali ulipopita ulidondosha imani, uliangusha, maanake ulinyang'anywa na yule mwovu. Umeacha imani yako ya kwanza, ile ambayo uliomwamini Mungu, ile kuishi na Kristo mara ya kwanza, kwa sababu kuna namna ulivyompokea Mungu ulikuwa, na sasa katika kuenenda kukua katika Ukristo umekuwa ukipungua ndani moyoni. Mwilini hatukuoni, lakini moyo wako unajua kabisa kuna kiwango kinashuka cha kiroho, kuna kiwango kinashuka, kuna kiwango hakiendani na kile cha kwanza ulipookoka. Bwana asifiwe. Kuna kiwango ambacho unakiona kabisa kwamba katika muda huu ninapoenenda na ninapoishi, naona kabisa kwamba ile nguvu yangu ya ndani ya kiroho inashuka, sio kupanda, inashuka. Kwa nini? Kutokana na namna ulivyo na mazingira unayoyaishi. Bwana asifiwe. Hebu tusogee katika kitabu cha Ufunuo 2 sura ya 3. Ufunuo 2 sura ya 3 nasema tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Bwana asifiwe. Ulikuwa na uvumilivu, ulikuwa na subira kusubiri kile ambacho Mungu anachosema kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ulikuwa una uwezo wa kukaa kwenye maombi ya kuomba kwa jina la Yesu katika muda mrefu. Ulikuwa una uwezo wa kusubiri kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Ulikuwa una uwezo wa kusimama kwa ajili ya agano la Mungu. Lakini ulipopita mahali fulani ukaona ile hali imeisha. Hii ni sio hali ya kawaida kwamba Mungu amekuacha upumzike. Hiki ni kipindi ambacho wewe mwenyewe lazima ujue kwamba nimeshuka kiroho. Bwana asifiwe. Hebu tusome tena Ufunuo 2 mstari wa 5, naye inasema hivi. Ufunuo 2 mstari wa 5, naye inasema hivi. Kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana asifiwe. Atakuja kama usipoungama dhambi. Kumbuka kuna dhambi za siri ambazo sisi hatujui, lakini wewe mwenyewe ulipookoka unajua kwamba ni wapi ambapo ulipoanguka. Hata kama hujui, kumbuka, pata muda wa kuungama dhambi zako, kwa sababu amesema usiporudi kutubu ataondoa kinara mahali pake. Kinara ni nini? Kinara ni imani ulionayo. Kinara ni imani ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Ataiondoa, kwa sababu Mungu akishaondoka ndani, imani hamna. Ndio maana Mungu akiondoka kwa mtu ambaye alikuwa anamwamini, anajisikia ubaridi, kwa sababu ule uwepo wa Bwana, ule uwepo wa Mungu unaokupa tumaini, unaokupa amani, unaokupa imani, unakuwa haupo. Bwana asifiwe. Ungama, mtu wa Mungu. Tubu dhambi za siri, mambo ya maficho. Ungama. Wewe unajijua mwenyewe ya mangapi ambao umefanya kumkosea Mungu. Wewe mwenyewe unajua ni mahali wapi ambapo uliteleza. Ungama, rudi kwa toba mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Usiuache upendo wako wa kale. Usiache maisha yako ya katika kumuishi Mungu ulivyoanza. Mbona unasema umekomaa kiroho lakini bado ni mchanga na umedumaa kiroho? Yaani umedumaa, hukui, kwa sababu moyo wako ni mgumu kwenda mbele za Mungu kuomba toba. Unaamini kwa sababu uliongozwa sala ya toba ndio umeshaokoka? Hapana. Hata kama umeongozwa sala ya toba, mtu wa Mungu, ukianguka unahitajika uungame mwenyewe, utubu. Bwana asifiwe.
Usijione ni mkuu, usijione kwamba wewe umeshatakaswa imetosha. Ukianguka, ungama mbele za Bwana. Iko neema ambayo inatakasa mtu dhambi. Haijalishi umefanya nini, usijihukumu ukishatubu, bali amini msamaha wa Kristo, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Madaraka. Amen.